Kutoka kaunti ya Kajiado, mtazamaji, sasa tuelekee kaunti ya Busia ambapo wahudumu wa magari ya matatu eneo la Nyatike wamelalamika kuwa maafisa wa GSU wanaonyanyasa wanapoendeleza kazi yao katika msako unaoendelezwa na maafisa hao baada ya kituo cha polisi kuvunjwa. Wameeleza kuwa hawakuhusika kwa vyovyote vile katika uharibifu huu na kuwataka maafisa hao kutowanyanyasa wanapoendeleza msako huo. Waangalie wafanyabiashara wa matatu. Sisi hatuko kwenye pati ya watu wenye walienda wakavunja police station. Tunafanya biashara yetu kama kawaida na tumefuata sheria tunapofanya hiyo biashara. Sasa kosa ya mtu mwingine tusiwekewe kama watu wa matatu. Sisi wameletwa watulinde, hawajaletwa watunyanyase kama wafanyabiashara, kwa sababu wanajua vizuri waliohusika kwenye hiyo kitendo. Sisi hatukuhusika kwenye hiyo kitendo. Tunawaomba waache matatu zetu, wafanye kazi, tufanye kazi, tupate namna ya kula, tupate namna ya kupeleka watoto shuleni. Sekta yetu ya matatu imepata shida sana. Hatuwezi tukaenda sehemu magari zetu zilikuwa zinaenda sababu ya kitendo ambaye ilifanyika. Hatuwezi tukasupport kitendo ambaye ilifanyika Nyatike. Ilikuwa kitendo kibaya. But we as matatu operators hatukuwa tumeifanya hiyo. So tunaona tunalipishwa kisasi kwa kitendo ambaye sisi wenyewe hatujui. Tunaomba serikali, we are appealing to the government. Akikubali, the government has all the government machineries. Ana uwezo ya kufanya upelelezi kwa every sector. We are being affected too much. So we are appealing to them to help us so that our business can move. We have vehicles, our vehicles, some are in a loan, but we cannot get money to pay our vehicles. Tukibeba watu tukipeleka Nyatike, hatuwezi fika na abiria. Tukifika Mikei, tunashusha watu. Wengine wako na watoto, wanatembea miguu na huwezi kupita hapo. Ukipita Usiri, hakuna mtu hata mmoja.